Wakati watu wengi tukiwaza nyuki, picha ya kwanza ni asali tamu mezani au machungu ambayo nyuki alikung'ata wakati fulani ukiwa umejichanganya katika maeneo yao. Lakini nyuma ya utamu huo ama uchungu kidogo wa nyuki, kuna siri kubwa. Nyuki ni miongoni mwa viumbe muhimu zaidi kwa uhai wa binadamu. Kwa mujibu wa tafiti kutoka Food and Agriculture Organization, zaidi ya 75% ya mazao ya chakula duniani yanategemea uchavushaji wa wadudu kama nyuki. Hii ina maana kwamba kila tunda, mboga au kitu kingine chochote ikiwamo kahawa unayokunywa ina mchango wa moja kwa moja kutoka kwa kiumbe huyu mdogo. Thamani ya nyuki haishi tu kwenye uchavushaji pekee. Ndani ya mzinga mmoja kuna hazina kamili ya bidhaa za asili kama vile asali ambacho ni chakula na dawa ya asili. Kuna nta ama beeswax ambayo hutumika kwenye vipodozi, mishumaa, dawa na matumizi mengine. Kwenye mzinga pia unaweza kupata propolis ambayo ni kinga ya asili yenye uwezo wa kupambana na bakteria. Kwenye mzinga huu wa nyuki pia unaweza kupata royal jelly ambayo ni lishe maalum yenye virutubisho vingi kwa maelezo yasiyomithilika. Pia katika mzinga huu unaweza kupata pollen ama bee pollen. Pale Singida wanaita vumbi la Singida, chanzo cha protein na vitamini muhimu zaidi kwa mwili wa binadamu. Katika mzinga huu wa nyuki pia unaweza kupata sumu ya nyuki ama bee venom ambayo hutumika katika tiba mbadala. Hapa ndipo dhana ya apitherapy inapokuja. Aina ya tiba inayotumia bidhaa zote za nyuki huboresha afya ya binadamu. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba apitherapy inaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza maumivu ya viungo na hata kusaidia baadhi ya matatizo ya ngozi, ingawa bado inahitajika uangalizi wa kitaalam. Matumizi yake yanaongezeka zaidi duniani. Hata hivyo, wengine asali hutumia kwenye vidonda na matumizi mengine ambayo kila mtu kwa asili yake anajua namna ya kuitumia asali. Kwa upande wa uchumi, ripoti za Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services zinaonyesha kuwa thamani ya huduma za uchavushaji duniani inafikia mabilioni ya dola kila mwaka. Hapa Tanzania, ufugaji wa nyuki unazidi kuwa fursa, ikiunganisha kipato, ajira na uhifadhi wa mazingira. Yaani nyuki ni rafiki wa mazingira. Hata hivyo, nyuma ya mchango huu mkubwa wa nyuki kuna tishio. Tafiti zinaonya kwamba idadi ya nyuki inazidi kupungua kutokana na matumizi ya kemikali, mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa misitu. Ni tahadhari inayobeba ujumbe mzito. Bila nyuki, dunia yetu inaweza kubadilika kwa njia tusizotarajia. Katika kijiji kimoja hadi kingine, wafugaji wa nyuki wanaanza kuona thamani halisi ya dhahabu ya asili. Mizinga si tu chanzo cha asali, bali ni uwekezaji unaolinda maisha. Kwa kifupi, nyuki si tu wadudu wa kawaida, ni walinzi wa chakula chetu, tiba zetu, uchumi wetu na mustakabali wa dunia. Hii ni TriGen Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.